the Lord's table. The Corinthian church we are abusing the Lord's table. So Paul was addressing the issue. He got the report. The Corinthian church, they are abusing the Lord's table. Ukisoma hayo maandiko vizuri, verse 23, Paul alikuwa anawafundisha the way hii holy communion wanastahili kuifanya, vile watakuwa wanaifanya na wanakula pamoja. Alikuwa ameshawafundisha, but they changed, they diverted, waliachana na ile vile walifundishwa na Paul, wakaanza kuifanya in another way. Na ndio maana Paul anawaandikia hii barua. Ilikuwa imeandikiwa Corinthian church. Haya maandiko nimesoma, ilikuwa imeandikiwa the Corinthian church, ambao walikuwa wanakula holy communion kama vile tunakula holy communion leo. Kitu moja ambacho ningependa mkaweze kuelewa ni kwamba Paul anapoongea, how are the Corinthian church abusing the holy communion ama the Lord's Supper? Number one way walikuwa wanajabuse. Paul anaandika, anawaambia kwamba your gathering together is causing more harm than good. Umeelewa? Is causing more harm than, because the community of believers, they have gathered like we have gathered today. But that gathering together, it was causing more harm than good. How was it causing more harm than good? Unajua, mtu ambaye anajua, unasoma, unafuatilia maandiko, unafuatilia, unasoma, unaangalia nini kilikuwa kinaendelea hapa. Unaona, ndio nielezee vile tunaenda kula hiyo communion. Now, Paul anasema, I hear in your midst there are divisions. Umesikia? Hapo ndo anasema, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you. Kanisa la Wakorintho, the church of the Corinthian church, there were two classes of people, the rich and the poor. Umeelewa? The rich and the poor. Now, the rich walikuwa wanapewa special attention. You know, let me give some background here, because mimi napenda uelewe na scripture. Let me give some background. You know, in the early church, people used to gather together. They used to come together. They used to meet in homes. Unasema leo hakukuwa na makanisa vile kuna makanisa leo. Unaelewa? Hakukuwa na churches. The Roman government did not recognize ama acknowledge ama legalize Christianity. Kwa hivyo wewe ungeonekana wewe unafanya mambo kama haya, kuform kanisa, unashikwa. So saints kile walikuwa wanafanya ni kukutania kwa manyumba, sio kwa kanisa. Are you getting me? Now, when they were gathering together, they used to share food. Unaelewa? They used to share food. And people used to bring food. Kama tumesema tunaenda kwa Reverend Mwangi, tunapeana chakula kiende kwake. Ndio twende tukutane huko tuku. And part of the meal yenye ilikuwa hapo ilikuwa ni Holy Communion. Tukishakula tunakula huko. Tunamalizia na Holy Communion. Are you getting me? Wanamalizia na nini? Wamekula alafu wanamalizia na nini? Holy Communion ndio inakuwa ya mwisho. Now, what was happening in this church, ama in this community, ni hivi. That was causing the division. Ni kwamba matajiri walienda wakapewa special attention. So wao wakafika, wanakula kwanza, wanakula kwanza,
Na sio kukula tu, wanarudi wanakunywa divai mpaka wanalewa. Are you getting me? Na unajua mtu akilewa anaanza kutusu watu. Unanielewa? So wanakuwa wamelewa. Na ni church. Umenielewa? Again they are humiliating the poor. Wale maskini wale, kwa mfano kama you see, kama kwa mfano kama wewe hukutoa chakula mahali fulani, so the poor were being humiliated, they were being mistreated. Katika hiyo harakati ya kukula the meal, the poor were being humiliated, they were being mistreated. Sasa Biblia inasema the rich walikuwa wameshakula, wameshiba, they were full, they were drunk, and the poor were hungry. It caused the division. Katikati yao it brought division. Ilileta mgawanyiko. Kulikuwa na watu wa special class na watu wengine wa lower class. Ikaleta mgawanyiko ndani ya kanisa. So Paul amesikia hayo maneno kwamba hiyo kanisa la Kristo limegawanyika. The problem being vile hiyo Holy Communion inakuwa served, ama vile hao watu wanavobehave. Umenielewa? So Paul anasema hivi, Paul anawaambia hivi, no doubt anasema hivi, when you come together it is not the Lord's Supper you eat. Anawaambia hiyo meza ya Bwana mlikuwa mmekutana hapo mkasema ni meza, sio meza ya Bwana mlikuwa mnakula, because it is causing more harm than good. Anawaambia no, hiyo yenye mlikuwa mnakula hapo sio meza ya Bwana. Haikuwa meza ya Bwana. Meza ya Bwana haikuwa namna hiyo. Are you getting me? Yes. Meza ya Bwana haifanyi nini? Haikuwa namna hiyo. So Paul anawaambia hivi, for our waiting for anybody else, one remains hungry, another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. Paul anawaambia sitawasifu kwa hilo jambo. You know, the Corinthian church, they came from a background where there were temples. Kulikuwa na temple feasts. People used to meet, wanakula na wanakunywa. Kwa hizo temple feast. Unaenda unakula na unakunywa. Now they have been born again, wameenda kanisani. So the same habit ile ilikuwa pale kwa the temple feast, wakaileta wapi? Kanisani. Unanielewa? So wakawa kwamba wakifika kanisani wanataka wakule na wakunywe. So haikuwa tena meza ya Bwana. Ilikuwa tu ni sherehe. Hii ni sherehe kwamba tumekuja tukule na tukunywe. Na wale wengine kama umepata hujapata shauri yako. So the church did not honor the Lord's Supper. Unaelewa? The Corinthian church did not honor the Lord's Supper. Na ndio pale Paul anakasirika. So it caused more division, more harm than good, because it was causing division in the church. Wacha niwaambie kitu kimoja. Do you know our coming together is to cause a blessing, not to cause division? Do you know that? Yes. Our coming together, wakati tunapokula hii meza ya Bwana, hiyo ni kitu unatakana you remember it. Our coming together, our assembling together, yeah, is to cause a blessing in our lives, not to cause harm, not to cause division. Ikiwa kwa mfano tumekusanyika hapa na tuwe na mgawanyiko, unanielewa? Tukuwe na mgawanyiko, basi ina maana ya kwamba hatuelewi, hatusemi kula hii meza ya Bwana. Mami, hatusemi kuikula. Because utaona inastahili itulete pamoja. Sisi ni mwili wa Kristo. Wewe umetoka Uluya, wewe umetoka wewe huko Nyanza, umetoka Coast, umetoka wapi? Sisi wote tunakuwa nini? Ni kitu kimoja.
Maana Mungu anasema ya kwamba mahali kuna mmoja anaamrisha nini? Baraka. Umenielewa? So what was happening in this church? Hakukuwa na baraka, maana it brought division among them. The poor and the rich walijiweka kwa class tofauti. So ikawa na wale wa the poor wanaonekana si watu ni kama hawajaokoka. Nyinyi hamjaokoka nini? Unanielewa? So chakula inakuliwa na wale wakubwa wanawake wakiwa na njaa wanaangalia tu. So unajua sasa kama wewe ulikuwa na njaa bwana, hata kama ulikuwa unaenda kwa hiyo utarudi uende kweli? Mimi nauliza. Uende mahali mimi nimeenda kwa hizo maparties Nimeshaenda kwa hizo parties Mimi nimeshaenda hizo parties ama nimeshaenda kwa matanga. Kuna wakati wala tunaalikwa tunaenda kwa zile meza kubwa. Na mimi wala sipendaki kwenda kwa hizo meza kubwa. Sipendaki. Mimi I love identifying myself with the locals, those who are considered of lower class. Unanielewa? Unaweza niona niko pale na nishuke na nikuja hapa chini. Unanielewa? Because sijaipenda kukaa ile maisha ya mtu. I love people. You get me? And then sipendagi ku humiliate people. I love nikio. Ninaendaga kwa Geoffrey pale kwake kwa nyumba. Na nasikia niko vizuri bwana. Pale Geoffrey, ile nyumba yako inanibariki sana. Unaona vile nakuja na kupigia simu mama na nakuja. Kwa sababu nasikia vizuri nikikuja. Unanielewa? Sifurahie tu kwamba kwa maana uko na nyumba ya mabati na ule mwingine ako na self contained. Sasa napenda ule ako na self contained, spend never. I don't have that attitude. I love kila mtu. Amen. Bwana asifiwe sana. Now Biblia inasema hivi Let me show you something. Paul anawaambia hivi. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed. So, hapa anajaribu kupeana instruction. Verse 23. Verse 17 to verse 22, Paul is appealing them to stop abusing the Lord's table. Umeelewa? Verse 22, verse 17 to 22. Paul is appealing to this church to stop abusing the Lord's table. So now verse 23, he is now giving instruction. The words of the institution. Now he's taking them back. Vile mahali Yesu alikuwa amefanya. Anawaambia wakati Yesu alikuwa amefanya hivi, maana Yesu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa hili jambo. So he's now taking them back. Anawarudisha the way I received from him, from the Lord Jesus. Na nikakuja nikawaelezea, lakini nyinyi mkaibadilisha ikawa vingine. Unanielewa? So now verse 23 anasema hivi. Anasema, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So Paul anawapatia instruction vile ilikuwa imefanywa na Yesu mwenyewe na vile alipokea mafundisho vile Yesu alipokuwa ameifanya the Lord's table. Unajua Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu alikuwa ameketi kabla Yesu aende msalabani, aliketi na wanafunzi wake na wakakula hiyo Holy Communion. Ukisoma Matthew chapter 26 tunasoma verse 26, aliketi na wao na Judas alikuwa pale akikula. Si ni kweli? Kuna mtu alikuwa amekosa kula Holy Communion. They all ate. They all drank. Unaelewa? The same na wakakula the same. Unaelewa? Wakati Yesu alikuwa anapeana ile Holy Communion,
na Judas akikula alikuwa anamwambia repent. Ile kitu umekusudia kufanya, wachana na hiyo kitu. Oh my God, ni kama hamuelewi. Yesu wakati alikuwa anapeana hii Holy Communion kwa hawa wanafunzi wake, you know, Judas alikuwa amepanga kufanya nini? Kumuua, si ni ukweli? Alikuwa ameshapanga anaenda kumbetray. So kitu vile Yesu alikuwa anafanya wakati alikuwa anawapatia ile Holy Communion, alikuwa anafanya hivi, anamwambia Judas, repent what you are planning to do. Tubu hiyo kitu. Because if you don't repent, you after taking this one, you are going to die. Ukikula hii Holy Communion na umekataa kutubu, utakufa. Haya. Hiyo ni sawa, hiyo mnyamaze ni sawa sawa. So Paul anawarudisha pale. Anawarudisha kwa kile Yesu alikuwa amefanya. Ya kwamba watu wote walikula. Na haikuwa kwamba mtu mwingine anakula mbele, mwingine anakula nyuma. Walikula pamoja. Lakini huku kwao wameweka favoritism. Wanasema matajiri wako hapa, wacha wakule kwanza, wakunywe washibe. Haikuwa Holy Communion, ni kukula na kulewa. Na kuanza kutusiana hapo ndani. Na ikaleta division. So haikuwa tena Holy Communion. Ilileta maneno mengine tofauti. Ndio anawaambia hiyo sio Holy Communion mlikuwa mnakula. Maana Holy Communion inatakana iwalete pamoja. In other words, kitu ambacho watu wanastahili ama ujue ni kwamba the Lord's table is Christ's table and he is the boss. Yeye ndo hiyo, yani kama vile unaona harusi. Harusi inakuwa ni wenye harusi. Si ndio kweli? Sisi tumeenda pale kuwasindikisha, lakini ya harusi nani? Sasa the Lord's table ni ya Yesu, ina focus na yeye. Ni kumkumbuka yeye. Kile alichofanya, the good things he did for us. Alitusamehe, alimwaga damu yake, alikufa kwa ajili yetu. Ni ya kufanya hii ni wakati ambayo unatakana urudishe memory yako back. Ni fellowship na yeye. Are you getting me? Now, tabia zile ambazo the Corinthian church walikuwa wana display, they were not for Christ. Hiyo sio tabia ya Yesu, kwamba mnakula wengine mnalewa na wengine wanakaa na njaa. Haikuwa tabia ya Yesu. Unanielewa? Yesu afanya kina Paulo. Ndio Paulo anawaambia no, hii kitu sio ya Yesu. Yesu hawezi akafanya, kama ni kitu cha Yesu hawezi kufanya kitu kama hiyo. Unanielewa? So he's now giving them the instruction kwamba tabia zenu msigeuze. Hii kitu irudi vile ilikuwa nimewafundisha, ya kwamba mjue kwamba hii kitu ni Yesu mwenyewe. Tunaelewana? Sasa anakuja verse 27. Sasa baada ya kuwapatia hiyo instruction, anawapatia warning. Kuna warning anawapatia. Na warning iko wapi? Warning inaanzia verse 27. Anawaambia hivi, na kama you don't do it in the proper way, these are the warnings. Anasema hivi. Kuanzia verse 27 anasema hivi. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthily manner. Unworthily manner ni vile walikuwa wanafanya. Vile walikuwa wanafanya. Anasema will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Kwa maneno mengine, kama hii Holy Communion tutaikula na tukose kuobserve kile alifanya, ama tukose kukaa kwa umoja, maandiko Paulo anasema wengine watakuwa wagonjwa. Katikati yenu mtakuwa wagonjwa. Hata muombewe hamtakupona, utashikwa na ugonjwa na uponi. Na anawaambia wengine wenu tayari mmeshakufa. Kuna watu watakufa premature death. Unakufa premature death because you have dishonored the Lord's table.
Sijui kama wewe sikile kwa. Ukikosa kuheshimu, unaambiwa utafanya nini? Utagonjeka ama utakufa mapema. That's what he told them. That was the warning. Kwamba you are sinning against the body and the blood of Jesus, of our Lord Jesus. Kwa hivyo anawaambia, if you cannot, you don't take it in the proper way. What you are doing, you are bringing judgment upon your life. Utakufa mapema na utashikwa na ugonjwa na hautapona, maana Mungu amekujudge kwa sababu you are dishonoring the Lord's table. So walikuwa na dishonor the Lord's table namna gani? Kwa sababu they were causing division in the church. The communion, unajua mkate, hapa kuna mkate ni mmoja. When we eat, the way you recognize this the Lord's body, and acknowledge the Lord's body, ni kwamba sisi wote ambao tumekusanyika hapa, we are the body of Christ. Unanielewa? We are the body of Christ. Unaweza kuwa wewe ni mkono, unaweza kuwa mimi ni mguu, unaweza kuwa mimi ni macho, unaweza kuwa wewe ni kichwa. I don't know Mungu amekuweka wapi. Lakini sisi ni body of Christ. So when we start mistreating one another here, ujue Yesu anaona. Unanielewa? Yesu anafanya nini? When we start mistreating the children of God, na ndio maana mimi nilisema sitawahi kuweka kanisa ambayo ina mistreat watu. Afadhali kaa mhubiri bila kanisa. I don't know. Nimekaa kwa huduma ambazo hawana hata huruma. Wanataka ufungiwe nyumba yako na wafurahie. That's not God. Yeah, can you imagine kama angekuwa ni Yesu angefurahia nyumba yako ikifunga ukae nje na wewe ni mtoto wa Mungu. Will Jesus, Yesu angefurahia akiwa namna hiyo? God is love. Unanielewa? So kuna kitu ambacho vitu mbili ambazo tunastahili uelewe hapa. Number one ni kwamba failure to eat the meal as a loving community. Failure to eat the Holy Communion, ama the Lord's Supper, as a loving community. Kama hatuna upendo katikati yetu na tunakula, Paulo anasema mnajiletea magonjwa na mnajiletea vifo, mtakufa mapema. Kama hatuna upendo na tunakula, because hii inatakana ituonyeshe kwamba sisi ni watoto wa Mungu tunapokula. Unanielewa? Sisi ni watoto wa nani? Usiwahi hata kama, in other words, we are all equal. Mbele za Mungu hakuna mkubwa ama mdogo. We are all equal. Hiyo ndio tunastahili kuelewa namna hiyo. So usimistreat yoyote unayemwona. Awe ni mdogo, awe ni mkubwa, love them. Unanielewa? Ya pili is to failure to honor the table. Hivyo ndio Paulo alikuwa anasema failure to honor the table. Kwa maana umekosa kujua kwamba hii meza ni ya Mungu, ni ya Yesu. Hii meza ninakula ni ya Yesu. You dishonor it. Sasa anasema ya kwamba consequences zitakuwa ni nini? Ni magonjwa, utapatwa na ugonjwa na ugonjwa hautapona. Ama hata sio ugonjwa, anasema na wengine watakufa. That's why niliwaambia Judas alipokuwa anapewa na Yesu, alikuwa anamwambia repent kile unataka kufanya. Na wakati alikataa kutubu, ni nani alikuwa kwanza kufa? Judas alikaa. Mimi nauliza, Judas alikaa? He died. Because Yesu alikuwa anamwambia I am giving you an opportunity to repent kile umepanga ndani ya moyo wako. Wachana na hilo jambo. Nataka kusikia. Akamwambia sasa hii meza wewe ndio utakuwa, akahakisha kwamba amekula na akatoka. Unajua alikula na akatoka. Ama mlisomaka nini? Judas alipokula Holy Communion alitoka nje. Haka kumbe amejitafutia judgment ya kukufa. Pastor Joshua. So, Paul anawaambia mkitaka kukula hiyo Holy Communion, examine yourselves. Unanielewa? Examine. Ameona jambo kama hilo? Do what? How do you examine yourself? Unaangalia kama uko na jambo na mwenzako. Usikule kama uko na jambo na mtu.
That's how you examine yourself. If kuna mtu utamsamehe leo, ni siku ya kumsamehe. Hata kama alikukosea jambo gani, msamehe leo. Usikule meza ya Bwana na unajitafutia shida. Mnaweza kukataa kuamini, but it's okay. That's how the script, mimi nimesoma andiko, sio? Unanielewa? Amen. Kama una mistreat watu, mwambie Mungu leo nisamehe. Because ikiwa unakula hii, umekuwa ukikula, unajipatia judgment ya kupatwa na ugonjwa ama ya sio kwamba hujaokoka, umeokoka, hata ukikufa utaenda mbinguni, lakini umejipatia nini? Judgment. Kwamba upatwe na ugonjwa ama ukufe mapema. Kwani kuna mtu hapa anataka kufa mapema? Bwana asifiwe sana. Alafu verse 33 anasema hivi, anawaambia hivi, for whenever no 33 anawaambia hivi, verse 32, when we are judged by the Lord, we are being disciplined, so that we will not be condemned with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. Alikuwa anawaambia the proper way of doing it. Msikue kwamba watu wengine wanaenda wanakula na wanashiba na wengine wanalewa. Mngojeane, mlifanye pamoja. Hivyo ndio Yesu aliagiza. Mngojeane, mwende kwa pamoja. Kama ni mkate saviwe, ninyi wote msaviwe. Mkimaliza hiyo tuingie kwa ile cup, naye msaviwe ninyi wote. Alafu tunapate pamoja. Maana sisi ni mwili wake pamoja. Ni mwili wa Kristo. Sasa hiyo ilikuwa ni mambo ya watu. The Corinthians just are abusing the Lord's table. So Paul is warning them the consequences zenye zitakazowapata for not doing it in the proper way. Now, wacha niende kumalizia kitu moja. Number one, nataka kusummarize. Number one, when we are taking the Holy Communion, is for us to look back. Unaangalia nyuma, ni nini kilifanyika ndio uokoke. Unastahili uangalie nyuma kwamba wokovu wangu ulipatikana siku ile. Hii haina power yote. Yesu mwenye tunaongea juu yake ako ndani yako. Unanielewa? This is just a symbol. Unanielewa? Representing his blood and his body. But ule Yesu tunaongea juu yake ako ndani wako. Ndani yako. Unanielewa? Hayuko mahali pengine. Amekupatia uzima, amekuokoa. So unatakana uangalie nyuma kwamba kile kilifanyika pale msalabani ilikuwa inafanyika kwa sababu yangu. Nimeokolewa. In other words, Holy Communion is a meal of fellowship. You are fellowshipping with Christ. Unaelewa? Maana uzima wake amekupa. He is in you. Amekupa uzima. You are part of, he is part of you and you are part of him. Uzima wake uko ndani yako. So unaangalia. Leo nilikuwa na challenge na kitu moja. Na hiyo ndio nilikuwa nimesema hii Holy Communion inastahili iponye mtu. Ukikula upone. I tell you the truth. Ujiulize swali moja nilijiuliza swali moja. Ujiulize, could this sickness hold Jesus down like this? Kuna siku Yesu amewahi kulala hospitalini kwamba amekuwa admitted. Yeah? No. Ama Yesu amewahi lala chini amekuwa mgonjwa. No. Na huyo Yesu ako ndani yako. Haiko mahali pengine. Ako wapi? Kwa hivyo inatakana wakati unapopataki hii uzima wake uingie kwa mwili wako. Amen. Kama ulikuwa mgonjwa umwambie Yesu au kwa haujaikuwa mgonjwa. The price has been paid. That's why you are looking back. The price has been. Salvation is a gift. Sio eti kwamba unajua kuna watu hapa mnataka kungangana wokovu, mnangangana eti kwamba tukivaa nguo refu ndio tumeokoka, tukifunga vitambaa ndio tumeokoka. Hiyo ni wokovu yako. Wokovu sio kuvaa mavazi, ndio sema kwamba watu wavae mbaya. Unanielewa? Wokovu sio kuvaa mavazi marefu, wokovu sio kufunga vitambaa kwa kichwa, wokovu sio kukaa kama Waislamu. No, salvation is a gift. Ni kitu imelipiwa. Wewe unaambiwa kwamba uchukue. Zawadi ndio hii. Hii Biblia nikikununulia nikwambie kuja uchukue, uko na kazi ya kuifanyia. Imeshalipiwa.
Mimi ndio nimelipia gharama. Wewe kazi yako ni kuchukua. Kwa hivyo wokovu ni kitu imeshalipiwa gharama. It's not our do's and don'ts. It's not our self-righteousness. Eti ukifanya hivi ndio umeokoka, ukifanya hivi sijui ndio umeenda wapi. Hiyo sio wokovu. Hiyo ni mambo yetu. Tunaelewana? Juzi nilikuwa na Muislamu mmoja ananiambia nimempata amevaa ibada, ananiambia unajua sisi kwa Waislamu mpaka ujifunike banako tu ndio anastahili ya kuone mwili wako. So unatakana ujifunike mpaka uso uswidi. Kuna ile self righteousness. Eti vile wao ndio wokovu wao. Ile ndio haki. Unaelewa? But sisi hatuokolewi kwa sababu ya nje, tunaokolewa roho. Roho yako ndio inaokolewa. Sawa sawa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba tukiokolewa tutakuwa wajinga. Si ni ukweli? Healing is a gift. It has been, the price has been paid. Anasema kwa mapigo yangu, you have been healed. By my stripes you have been healed. Ama lingine anasema himself took our infirmities and bear our sicknesses. He took what you are to suffer, he suffered. Your sickness and diseases, he suffered. Your pain. Yeye alibeba hiyo ugonjwa ili wewe ukaweze kuwa free. You get your freedom. Unajua watu wengine mjajua kwamba wokovu, salvation and healing go together. Aende usome mahali kokote. Mahali scripture mahali nasoma. It's the same package. It's in the same package. Healing and salvation zinaendana pamoja. Na ndio maana mahali nyingine unasikia Yesu alikuwa anaenda mahali anasema dhambi zako zimesamehewa. Beba godoro yako na uende. Same package, iko in package moja. Anasema akikuokoa anakuponya na magonjwa yako. He heals you all your diseases. Hivyo ndio anasema. So it's in the same box moja. Imewekwa wokovu ndani na imewekwa uponyaji wako ndani. So it's you to receive the gift. Apply your faith. Wakati unapoenda kula hiyo Holy Communion, umwambie Mungu ukumbuke kile kilifanyika, gharama ilipika pale msalabani. Na ukikumbuka hayo maneno, umwambie Mungu, ninapokula hii, uhai wako uanze kuingia kwa huu mwili wangu. Uhai wako uingie kwa damu zangu. Uhai wako uingie kwa hizi mifupa zangu. Uhai wako uingie kila mahali na umo. That's why Holy Communion inatakana tukikula tunastahili kuona uponyaji katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana? So if we take it in a worldly way, lakini tukichukua in a worldly way, consequences zitakuwa division na watu kugojeka. Lakini if we take it in a worldly way, unatakana wewe ukikula Holy Communion unakuwa mzima kila siku. Unanielewa? Sio upeleke Kenyatta umeenda kuwa admitted, sio upeleke hospitali kwamba umelemewa. No, ukikula hiyo Holy Communion, that's why we are supposed to be partaking it daily. Maana ukikula ni uzima unaingia kwa maisha yako. Usigonjeke tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo number 1 ni kwamba tuelewe kitu kimoja. Number 1 is to look back kile kilifanyika pale msalabani. Number 2 is to examine ourselves. Amen. To examine ourselves. Unajichunguza, how is my relationship with God? Yeah? How is my relationship with God? Unajua mimi siwezi, sisi hapa sote tunaweza kaa hapa, lakini wewe unajua wokovu wako na Mungu wako. Unajiexamine ndani. Unajiexamine ndani. Kuna mtu yote ambaye tulikosana sijai msamehe. Hiyo ni wewe unajiexamine. Kuna mtu yote nimewahi kumfanyia mabaya, unajiexamine ndani yako. Unanielewa? Alafu unamwambia Mungu, hapa Mungu unisamehe. Napoenda kukula hii Holy Communion, Mungu unisamehe. Tunaelewana? Number 2, number 3 is to proclaim. Wakati unapokula, we are proclaiming his coming back. Kwamba Yesu yuaja. Sio kwamba tumeokoka tuko hapa duniani, ni kwamba tunajua anafanya nini? Maana kuna siku hii saba tunaenda kuikula pamoja naye katika ufalme wake unaokuja. Kwa hivyo this Holy Communion is to proclaim
is that anticipation kwamba Jesus is coming again. Unanielewa? Anakuja tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kile ambacho kina surround hii meza yake ni kifo chake, kwamba unakumbuka kuna mtu alinifilia. Hiyo wazo ikikuja kwa akili yako ujue kwamba uko na uzima, because he died so that you can live. Tunaelewana? Every time we remember of it, kumbuka someone died. Someone died. For me to be born again, someone died. For me to be healed, someone paid the price. Someone died. Hiyo wokovu ilikosti mtu maisha yake. Haiko kitu ya bure. So unakumbuka wapi? Unakumbuka kifo chake. Na ujue kwamba yuko hai na kwamba siku moja anakuja. Tunaelewana? So hatutafanya vitu kama the Corinthian church. Hana. Sisi ni watu ambao tumeelimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nao umejua. Sasa wewe beba hii injili, pelekea wengine wale ambao unawajua makanisa injili. Waambie wakiwa wanakula Holy Communion, waikule wakiwa wanajua kwamba wanapoikula na ndani yao wasamehe wengine, na ndani yao wako ABCZ, iko na consequences. Hallelujah. Wena